Unaitwa mzee nani? Naitwa mzee Juma Ali. Okay, mzee wewe ni mwenyeji kabisa hapa Mafia? Ndiye mwenyeji hapa Mafia, natoka kijiji cha Jojo. Kijiji cha Jojo. Sasa mzee wangu natamani kufahamu, nimeona upande wa jicho, najua mpaka sasa ushapata huduma. Umeanza lini kupata hii changamoto? Hii nimeanza zamani kupata changamoto. Hili na shaka hili na pili, hili la pili hili. La kwanza nimeshafanya operation, hili nimekuja kumalizia mara ya pili. Hili la mwanzo pia na yenyewe ulikuwa na changamoto? Nilikuwa na changamoto. Fanyia operation iliko sawa, sasa hizi la pili. Mjini sasa hivi hili nimekuja la pili. La pili. Na huduma umeionaje hapa mzee kwenye hika? Huduma asante, fresh, tumepata vizuri. Mwanzo nje na kambi kama hii, kwa sababu matibabu ni bure, ulikuwa ukienda sehemu zingine gharama zake zikoje? Gharama nilipokwenda Dar es Salaam nimelipata, kwa sababu kule ndo kunako gharama, tulikwenda hospitali za binafsi. Lakini sasa hivi hapa kwa kuwa hii hospitali ya wilaya na watu hapa tumeambiwa bure, basi gharama ya kutoka nyumbani tu kule wewe tuna nauli yako. Ila hapa umefanya bure kabisa. Bure kabisa. Sawa, neno gani ambalo unawaambia wana Mafia ambao wanakutazama hivi sasa kupitia Clouds? Wanaambia ni Mafia sasa hivi kwamba kama tukisikia habari kama hizi basi tujitahidi kuja kufuatilia. Mimi naitwa Amina Muhammad Ahmadi. Okay, na kwa hapa unatokea maeneo gani hapa Mafia? Natokea Kifinge, kijiji cha Baleni. Kifinge. Pole sana. Asante. Ulikuwa na changamoto gani kiafya? Mimi changamoto yangu nasumbuliwa na macho na miguu. Macho na miguu. Na umepata huduma tayari? Nimepata huduma ya macho, bado ya miguu. Okay, bado unaendelea sasa? Bado naendelea. Kwenye macho ilikuwa tatizo ni nini? Ulikuwa huoni mbali, huoni jirani, ama ilikuwa tatizo nini zaidi? Changamoto yangu ya macho, sioni vizuri, yani kama mbali sioni, kusoma nakuwa sisomi. Na umepewa nimeona miwani hapa. Nimepewa miwani, nimepewa na dawa hii ya kuweka kwenye macho. Na hii umepewa bure kabisa? Hii nimepewa bure, sijatozwa wala nini kabisa. Yule ambaye anakufuatilia hivi sasa ambaye yuko Mafia unamwambia nini? Namwambia na yeye aje kupata huduma bure, aweze kuondoa matatizo yake ya maumivu.